Inawezekana umekuwa unakutana na changamoto nyingi sana wakati unafanya kuskani document zako. Kwa mfano, unaweza kuwa unaskani document labda ni CV ina peji zaidi ya moja. Kwa hiyo unashindwa kutengeneza consistency, peji ya kwanza, peji ya pili, peji ya tatu, peji ya nne wakati unaskani kwa kutumia simu yako. Leo nitakuelekeza njia rahisi na nitakuelekeza mbinu utakazozifanya kwa ajili ya kuweza kupangilia dokumenti zako zikakaa vizuri na ukapata dokumenti moja yenye mwendelezo. Kama itakuwa ni CV, itakuwa na CV peji ya kwanza, peji ya pili, peji ya tatu na kuendelea mpaka pale itakapokuwa inaishia. Lakini pia nitakuelekeza application ambayo ni nzuri zaidi kwa watumiaji wa simu hasa Android ambazo zinakuwa hazina changamoto na zinatumiwa bure kabisa. Kwa kitu cha kufanya, ambatana na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho nitakapokuwa nikikuelekeza hatua hizi muhimu unapokuwa ukifanya kuskani dokumenti zako na kuziweka kwenye dokumenti moja yenye mwendelezo mzuri na kukurahisishia sana pale unapokuwa unafanya matumizi. Kwa wale ambao wanakuwa wanafanya application ya vyeti vya kuzaliwa, wanapata changamoto kubwa sana ya kufanya attachment ya kadi za kliniki kati ya kadi ya kliniki ya mama na mtoto, kwa sababu zote hizi zinatakiwa ziwe kwenye document moja, lakini anashindwa kuziskani na kuziweka kwenye document moja kwa sababu utakuta ameskani kadi ya kliniki ya mama peke yake, akaskani kadi ya kliniki ya mtoto peke yake. Kwa hiyo inampa changamoto ni kwa namna gani anaweza kuziunganisha na kazi-attach kwenye mfumo kwa wakati mmoja. Lakini unaweza ukawa unahitaji kuskani kitabu au unataka kuskani kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi au kinaleta maana zaidi pale kinapokuwa kimeskaniwa na kuwa kwenye mtiririko mmoja. Inaweza kuwa ni katiba labda ya kikundi, inaweza kuwa ni katiba ya kampuni, inaweza kuwa ni katiba chochote kile, lakini inaleta maana zaidi pale inapokuwa imeskaniwa katika mtindo wa document moja. Video hii inaenda kukupa majibu ya changamoto zote hizi na uhakika itakupa matokeo mazuri. Kitu cha kufanya, usisahau kusubscribe channel hii, kulike na kucomment. Lakini pia kama utakuwa na changamoto yoyote ile ambayo inahusiana na masuala ya kuskani dokumenti zako, utaacha changamoto yako sehemu ya comment nami nitapita kukujibu ili kuhakikisha changamoto yako inaisha kabisa. Kitu cha kufanya, tuambatane, nitaenda kukuonyesha hatua kwa hatua. Nitarekodi screen ya simu ili kusudi uweze kupata picha halisi na namna ya kufanya kuskani dokumenti zako. Application nyingi zinakuwa zinakuachia watermark. Yaani kwa mfano umemaliza kuskani na kuandikia hapa kabisa pale kwamba hii dokumenti imeskaniwa na kamskana. Sasa hapa naenda kukuonyesha application nzuri ambayo unaweza ukaitumia ikakupa matokeo mazuri na quality kubwa, na inaweza kuskani dokumenti hata kama ni kubwa kiasi gani bure na haikuwekei watermark na hautalipa chochote. Application hiyo ambayo naenda kukuonyesha ni application poa kabisa. Hii hapa application ya Adobe. Kwa application ya Adobe Scan, hii ni application poa nzuri na unaweza ukaitumia kuscan document hata kama ni kitabu kizima bure kabisa. Tenda utaifungua application kama hivi, itafunguka na unaweza kaangalia hapa. Nimekuandalia hizi zote ni document ambazo nimekuwa nikiziskani, zote hizi ambazo zote hizi zimekuwa na matokeo mazuri na imekuwa ikinipa matokeo mazuri. Kabla hatujaendelea, kuna vitu vichache ambavyo nilitaka nikuelekeze hapa ambavyo ni vizuri kuvijua kabla hatujaendelea, ili kusudi uweze kujua namna nzuri ya kutumia hii Adobe. Kitu cha kwanza ambacho nataka nikwambie ni kwamba kwenye mfano huu nitakuelekeza kuskani kwa kutumia ili somo hili. Ukiangalia ili somo hapo, hii application yenyewe inapiga picha automatic. Kwa hiyo yenyewe tu ukishaielekeza inakuja inapiga picha yenyewe, maana yake ina shoot. Kwa hiyo unachokifanya ni kulengesha vizuri tu ili ikae kwenye mwelekeo ambao unafaa. Sasa baada ya kuwa imesha capture picha kama hivi, utaangalia hapa chini, upande wa chini huku. Upande wa huku chini ndio sehemu ambako tutafanyia kazi sana. Upande huu wa chini ndio sehemu ambayo mimi na wewe tunatakiwa kufanyia kazi sana kwenye hivi vitufe hivi. Kwa hiyo hiki kitufe namba moja kabisa hiki kitufe cha kwanza hiki kinasema retake. Kwa hiyo kama labda unataka kurudia kupiga picha ulioipiga haujaipenda, unakuja unagusa kwenye hii retake, baadaye unaendelea na maombi. Lakini kama umeshapiga picha kama hivi lakini picha yako imekaa vibaya, unataka uiweke vizuri, utagusa hapa kwenye crop, na kushagusa kwenye crop kinachotokea ni kwamba kitakachotokea ni kwamba utakuja uicrop. Maana yake picha inakuja kuwa hivi, utaicrop kuhakikisha angle zote zimekaa sawa. Lakini baada ya kuwa umemaliza kucrop ni kwamba kuna hii hapa tool nyingine ambayo
ni rotate. Nafikiri tukizungumzia rotate hii hapa sio kitu kigeni masikioni mwetu, kwa tuta rotate. Lakini pia kuna hii hapa Adobe Edit Text. Kwa hiyo hapa unakuta kuna wakati mwingine unataka kuedit text, hii hapa inatumia AI. Kwa hiyo utawasha data, baadaye AI itakusaidia kuedit. Lakini sehemu muhimu sana ni sehemu hii hapa ambayo nataka sasa nikuelekeze kiundani, ambayo tutaitumia zaidi. Hii eneo inaitwa filter. Kwa hii eneo ya filter inakusaidia wewe unataka dokumenti yako ionekaneje. Kwa hiyo kwa mfano unaweza ukapiga picha kama hivi, unaona hii picha imeonekana vizuri lakini haipo katika picha ambayo wewe unataka kuitumia. Utakuja sehemu ya filter. Ukishakuja sehemu ya filter itakuletea hizi option zote huku chini kama unavyoona. Kuna hapa, hii ni original kabisa, kwamba hiki kitabu kwenye origin yake inakuwa hivi. Lakini hapa unaweza ukaweka auto color ile ambayo ukishapiga tu kwamba yenyewe inajiselect. Lakini pia hapa unaweza ukaedit, ukataka muonekano wa dokumenti yako uwe hivi au hivi. Muonekano jinsi ambavyo wewe utapendelea uwe. Kama unataka kuwa original utaweka hiyo. Lakini mimi binafsi napendelea kitu kiwe original. Hapa ni sehemu, baada ya kumaliza kuna hii hapa sehemu ambayo ni adjust. Kama unataka mwanga uongezeke utaongeza ile brightness, itakuwa hivyo, au kama unataka kupunguza utaongeza kama hivyo. Lakini baada ya hapo sehemu nyingine ambayo utafanyia kazi sana ni hii hapa sehemu ya size. Sehemu ya size hii inakusaidia kutaka kwamba wewe unataka dokumenti yako itoke katika mtindo gani. Kama unataka itoke katika mtindo wa A4 au A3. Lakini hii dokumenti yangu mimi jinsi iliyotengenezwa ipo katika mtindo wa A5. Kwa hiyo A5 ni kitabu kadogodogo fulani. Kwa hiyo mimi nimeiweka kwenye mtindo wa A5, lakini unaweza ukaweka kwenye mtindo wa A4 ikiwa portrait, au A4 ikiwa landscape kama hivyo, au ikawa ni A3. Vyovyote vile unaweza kuchagua ili mradi tu iweze kukuletea matokeo mazuri kama unavyotaka. Kwa sisi kwenye dokumenti yetu leo hii tutakuja tutumie A5 kwa sababu A5 inakuwa na matokeo mazuri sana. Baada ya hapo nilikuwa nakuelezea hizi tools ambazo tutakuwa tunazitumia mara kwa mara kama hivi unavyoona. Lakini kama unataka kuendelea kuscan dokumenti zako utakuja sehemu hii hapa ya keep scanning. Kwa hiyo uta keep scanning kwa sababu bado dokumenti zako zingine zinaendelea na unataka bado kuscan dokumenti nyingi zaidi. Lakini kama umetosha utakuja hapa utasave, utasema save as PDF. Kwa sisi tuendelee ili kusudi upate picha halisi ya kile nilichokuwa nakwambia kwamba unaweza ukascan dokumenti nyingi zaidi kwa wakati mmoja. Kwa tunakuja kuendelea, tutasema keep scanning, tutakuja kwenye upande mwingine ndio huu hapa, upande wa yaliomo imescan. Baada ya hapo tutaendelea upande mwingine. Kwa hapa ngoja tuishie kwenye hizi page, afu nikuonyeshe jinsi ya kuziarrange na zikupe matokeo mazuri sana. Kwa sasa ukiangalia hapa kwa mfano hii ni tumescan, lakini bado ni kama imekuja kwenye eneo lingine ambalo sisi hatujakusudia. Kwa hiyo tutarekebisha hatua moja baada ya nyingine ili kusudi kuhakikisha hii document inakaa vizuri. Kwa hiyo kitu cha kufanya tutatumia zile tools ambazo tumezitumia. Kwa mfano hapa tutakuja kwenye filter, tutaangalia huku imekaa sawa, tutakuja crop, tunatoa kieneo ambacho sisi hatukitaki. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza, utazipitia, utaangalia dokumenti zako kama zimekaa vizuri kama hivi, utaangalia ukijilizisha zimekaa vizuri basi utakuja uandike jina lake. Kwa mfano hii tutaandika lesson. Baada ya hapo utakuwa umemaliza dokumenti yako, utakuwa imekamilika. Kitu kinachofuata utakuja utasave as PDF. Kwa hiyo utasave hapa as PDF. Kwa hiyo utaisave kama hivyo. Baada ya kuisave, kwa hiyo dokumenti yako inakuwa imekuja kama hapa hivi. Kwa hiyo hivi ndio itakavyosomeka na hivi ndio jinsi ambavyo utakuwa ukitumia dokumenti yako itakuwa inaonekana kama hivi. Maana yake ni somo moja linakuwa limekuwa katika mtindo wa document moja. Na ukiangalia hapa hii document inakuwa ina quality kubwa sana
kama unavyoona maandishi yanakuwa yanaonekana vizuri, picha zinaonekana vizuri, lakini kingine cha faida ni kwamba somo linakuwa